Kwa nini Baba Mtakatifu anapochaguliwa huwa anaacha jina lake la awali? Sababu ya kwanza kabisa, Baba Mtakatifu akishachaguliwa, lile jina alilozoea kulitumia akiwa kardinali au askofu au padri au muumini wa kawaida Mkatoliki mwanaume, hulazimika kubadili jina kwa sababu ya kwanza ni mapokeo katika kanisa na katika Biblia. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 18, unaona jina la Simoni linabadilishwa na kuwa Petro. Unaweza kusoma Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 18. Hiyo inaonesha kwamba huyu sasa ni mtu mpya na anaingia katika majukumu mapya, katika nafasi mpya. Sio yule aliyezoeleka kwa jina la zamani, ni kwamba sasa anakuwa mpya, anajipyaisha. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni umuhimu wa maisha yake ya kiroho. Anaanza kuonesha au kugusia ni mambo gani ambayo yatampambanua yeye na wengine atakayokuwa na yaishi, na kama vile kauli mbiu yake au vipaumbele vyake vinaanza kujitokeza pale anapokuwa amechagua jina la mtakatifu au papa aliyemtangulia. Kwa mfano, huyu amechukua jina la Mtakatifu Leo. Yeye amechagua kuitwa Leo wa 14, lakini hiyo inaashiria kwamba katika ofisi yake, katika utume wake, katika maisha yake, tunachokitegemea kijitokeze zaidi ni yale ambayo Mtakatifu Leo mkuu na mapapa wale wengine waliotangulia wakachukua jina la Mtakatifu Leo yatajitokeza katika utendaji kazi wake. Kwa mfano, tunachokitegemea katika maisha yake, kama amechagua kuwa Leo wa 14, tunategemea yale ambayo aliyaishi, aliyasimamia Leo wa 13. Yeye alikuwa anashughulikia maandiko juu ya maisha ya kijamii, mafundisho ya kijamii, social teachings of the church. Na ndiyo maana kuna wakara wa Leo 13 aliyoutoa unaofahamika kwa jina la Rerum Novarum, ambayo waraka huo unasisitiza juu ya maisha ya kijamii, haki za wafanyakazi, mshahara unaolingana na kazi ambayo mfanyakazi ameifanya, alipo ujira kwa kadiri ya kazi aliyofanya. Lakini pia haki ya binadamu kumiliki mali binafsi. Lakini pia muda wa masaa ya kazi. Mtu asifanye kazi masaa 24. Hapana, awefanye kazi masaa labda 9 au 10, apate muda wa kupumzika. Lakini pia mfanyakazi awe na siku za kupumzika kwa ajili ya kumwabudu Muumba wake, kama Ijumaa au Jumapili watu wapumzike kwa ajili ya kufanya ibada, kila mmoja kwa kadri ya imani yake. Hiyo ndiyo ilikuwa kauli mbiu ya Leo wa 13. Kumbe hata huyu sasa katika maisha yake, katika utume wake, tunategemea vitu vya namna hiyo. Haki za binadamu zitajitokeza katika utendaji kazi wake, kwa sababu jina la Leo alilolichagua linafanana na Leo mtangulizi wake, Leo wa 13. Kwa hiyo katika Leo wa 14 ambaye ni Baba Mtakatifu wa sasa hivi, tunatarajia mambo hayo yatajitokeza katika utendaji kazi wake. Kwa mfano, Leo wa 13 nyongeza yake ni kwamba yeye alikuwa anapiga vita akina mama wajawazito wasifanye kazi katika viwanda, katika mashamba makubwa. Ajira za watoto alikuwa anapinga. Kwa hiyo hata huyu Leo wa 14, mimi ninatarajia kabisa kwamba vitu vya namna hiyo vitajitokeza. Na hata katika adhimisho la misa alilolifanya hivi karibuni, unaona ameongelea juu ya haki, juu ya amani, juu ya thamani ya utu, juu ya kujali fukara na maskini. Unaona anatembea karibu katika yale ambayo watangulizi wake wenye jina alilolichagua la Leo wamekuwa wakisimamia. Lakini pia Leo mkuu, yeye alikuwa anashughulikia na mambo ya ukweli, kusimamia ukweli. Leo mkuu pia alisisitiza umoja, ushirikiano. Na hata huyu katika kauli mbiu yake utasikia aliyokishaitoa kwamba ingawa Wakristo tuko wengi, lakini kwa Kristo ambaye ni mmoja, sisi wote tumekuwa wamoja. Unaona jinsi ambavyo anatembea katika ajenda zile za watangulizi wake ambao walifanana na jina lake. Lakini pia kubadili jina ni mapokeo
Kubadili jina kunaonesha tofauti ya utu wake wa kale na utu wake wa sasa. Ana break yale maisha ya zamani, sasa yameondoka, na sasa anaanza maisha mapya kama harifa wa mtume Petro na vika wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Lakini kubadili jina pia kunaonesha maisha ya sadaka, maisha ya kujisadaka kwa ajili ya wengine. Unajisahau kwa ajili ya maskini, unajisahau kwa ajili ya waliosahaulika, unajisahau kwa ajili ya wanaohangaika. Hata katika hali yetu ya kawaida unaona mtu anabadili dini. Kwa mfano jeshi la polisi, unaona kuna aina fulani ya vyeo, ukimwangalia polisi unaona namba zake ziko kifuani, lakini kadri anavyopanda cheo zile namba zinaondolewa, jina lake linawekwa kwenye mfuko wa shati lake mbele. Hii inaonyesha kwamba huyu ni mtu mpya, sio yule wa zamani, na kuonesha kwamba sasa amekuwa na cheo kingine kikubwa zaidi. Kwa mfano alikuwa kardinali, pengine alikuwa ni askofu wa jimbo mahali, sasa si askofu tena wa jimbo, sasa ni msimamizi mkuu wa imani duniani na nchi nzima ya Vatican. Kwa hiyo unaona tofauti huo sasa wa kuongezewa majukumu, wa kubadilishiwa ofisi, na jina inapaswa libadilike kuonyesha kwamba sasa si yule wa zamani, sasa tuna mtu mpya katika Baba Mtakatifu. Ni Baba Mtakatifu wa kwanza wa kutoka shirika la kitawa la Mtakatifu Agustino, na shirika hilo la Mtakatifu Agustino ndio lililomlea mpaka akawa padri, akawa askofu, na akawa kardinali, na mpaka sasa hivi ni Baba Mtakatifu, lakini bado ni mwanashirika la Mtakatifu Agustino. Na bahati nzuri Tabora, Tanzania, tunao watawa wa shirika Mtakatifu Agustino kule Songea, kule Mahanje kule kusini, na alishawahi kufika Tanzania miaka ya nyuma kutembelea nyumba zao za kitawa za Mtakatifu Agustino, akiwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino duniani. Kwa hiyo lazima amtaje mwanzilishi wa shirika la Mtakatifu Agustino, kwa sababu yeye anatokana na shirika la watawa Mtakatifu Agustino, na tunategemea katika utendaji kazi wake kwa hakika kutakuwa kuna baadhi ya mafundisho ya Mtakatifu Agustino. Ni papa wa kwanza kutoka bara la Marekani. Labda Wakatoliki wanasemaje? Wakatoliki ukiwa na maana ya Wakatoliki ulimwenguni, Wakatoliki Tanzania, Wakatoliki Marekani, Wakatoliki, kanisa Katoliki lina sifa 4. Sisi kanisa letu lina sifa 4. Moja, takatifu, Katoliki la mitume. Katoliki maana yake ni la jumla la watu wote. Sisi hatuna ubaguzi wa rangi, hatuna ubaguzi wa kabila, hatuna ubaguzi wa kitaifa. Kokote kule ambako Roho Mtakatifu ameelekeza kwamba huyu ndiye Kristo Yesu anamtaka awe vika wake hapa duniani, basi sisi tunapokea kwa sherehe, nderemo na vifijo, kwa sababu akiwa Baba Mtakatifu atatuelekeza kwa kadri ya Mungu Roho Mtakatifu anavyomwelekeza. Na tutambue Baba Mtakatifu anasimamia mambo makuu mawili katika kuliongoza kanisa: maandiko matakatifu au Biblia takatifu, lakini pia maadili inaingia pale, lakini pia mapokeo ya kanisa. Kumbe unapoongoza kanisa Katoliki, mambo mawili ya msingi: maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa, na ile inaitwa magisterium. Kufundisha, kanisa inafundisha, askofu anafundisha. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi kwamba atakapokuja Baba Mtakatifu atakuja na ajenda zake. Hapana, lazima atatembea katika misingi ya kanisa Katoliki, akiongozwa na maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa, na akishauriwa na ile jopo la makardinali kwa karibu, akiwa ameungana na maaskofu kutoka makanisa mbalimbali duniani. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kwamba ametoka Marekani, kwa hiyo pengine labda kanisa litateteleka, atakuja na ajenda zake. Hapana, anabanwa na hayo mambo mawili niliyokuambia: maandiko matakatifu na mapokeo. Lakini pia kuna miongozo ya kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki lina sheria za kanisa, kwa hiyo lazima atatembea mle, hawezi kutembea nje ya
utaratibu wa kanisa Katoliki ambalo lilianzishwa na Kristo mwenyewe na linasimamiwa na Mungu Roho Mtakatifu kila uchao, na Kristo mwenyewe ameshasema mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Kumbe hakuna hofu, hakuna mashaka. Kanisa la Kristo litasonga mbele mpaka Kristo mwenyewe atakaporudi mara ya pili. Tunatembea na historia na maandiko matakatifu. Ukirejea Yesu Kristo alipokuwa anawachagua wale mitume, kulikuwa kuna kina mama wengi watakatifu. Kwa mfano mama Bikira Maria ambaye ni mama yake wa kumzaa angeweza kumuingiza katika ile orodha ya wale mitume 12. Mama Bikira Maria alikuwepo, lakini mama Bikira Maria si miongoni mwa wale mitume 12. Walikuwepo kina Veronika waliompangusa uso Yesu Kristo mwenyewe uso wake. Angeweza kusema Veronika, umefanya vizuri, sasa umenipangusa usoni kwangu na kitambaa chako. Sasa utakuwa miongoni mwa hawa mitume 12, lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo hakuna sababu ya kina mama kuingiza wanaharakati kwamba wamesahaulikwa. Ni mapokeo ya kanisa, ni maandiko matakatifu ndivyo anavyosema. Kristo mwenyewe ndivyo alivyoridhia siku ile. Hata siku ya Alhamisi Kuu waliooshwa miguu pale walikuwa ni wanaume wale 12. Miongoni mwao hapakuwa na nani? Hapakuwa na mwanamama, lakini walikuwepo kina Veronika, mama Bikira Maria alikuwepo. Walikuwepo kina mama wengi wenye sifa nzuri, watakatifu kabisa. Lakini ni mpango wa Kristo mwenyewe kwamba wale ambao wataendeleza makuu ya Kristo mwenyewe lazima wawe wanaume. Ndio maana mapadri wote ni wanaume na makardinali wote ni wanaume, na Baba Mtakatifu anatokana kwa kawaida. Kwa nadharia kila mwanaume Mkatoliki anaweza kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu kanadharia, lakini katika uhalisia, katika utendaji, kwa kawaida lazima awe kardinali, sio muumini wa kawaida. Inawezekana maelekezo kanisa linatupa maelekezo kwamba kila mbatizo wa Mkatoliki anaweza kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, lakini katika utaratibu uliowekwa katika kanisa na mapokeo na historia na hitaji la sasa, Papa anatokana na jopo la makardinali. Ndio maana Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa na wengine wote duniani mara baada ya tukio hilo la msiba wamekimbia Roma kwenda kutekeleza wajibu wao wa kumchagua Baba Mtakatifu kutoka miongoni mwao. Lakini akina mama hawapaswi kuwa na wanaharakati, kwa sababu kanisa lina nafasi nyingi kwa ajili ya kina mama. Kuna mashirika ya kitawa ya kina mama wakiishi vizuri katika maisha ya utawa, wakasimamia yale ambayo Kristo mwenyewe anafundisha, kwa sababu lengo la hii mito yote ni kuwa watakatifu, sio lengo la kuwa papa. Kuwa papa peke yake si lengo, sio wito wa jumla kwetu sote wabatizwa. Tunaalikwa kuchangamka, kufanya bidii kuwa watakatifu. Kumbe ukiwa mwanandoa, changamka katika ndoa yako upate utakatifu. Ukiwa padri, ukiwa askofu, ukiwa kardinali, ukiwa papa, ufanye vizuri, mwisho wa siku uwe mtakatifu. Ndio maandiko matakatifu yanatuambia iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo akina mama wana nafasi nyingi tu katika kanisa. Wanaweza kuwa watawa, wanaweza kuwa wanafamilia wa ndoa, kuna vyama vya kitume. Huko kote wanaweza wakatumia nafasi hizo, mwisho wa siku wakajikuta wamekuwa watakatifu. Na si lazima wawe mapadi au wawe maaskofu au wawe makardinali au wawe mapapa ili siku moja wawe watakatifu. Hapana. Kanisa limeweka milango mingi. Kuna mito mingi katika kanisa ambayo mwisho wa siku yote inaelekea katika wito mkuu wa kuwa watakatifu. Lugha ya kanisa tangu mwanzo ni Kilatini. Na ndio maana walipokuwa na hapa pale waliapa kwa lugha ya Kilatini. Hawajaapa kwa lugha ya Kiitaliano, lugha ya Kiswahili, lugha ya Kifaransa, lugha ya Kijerumani. Lugha mama ya kanisa pale Roma ni lugha ya Kilatini. Na nyaraka nyingi pale Vatican zimeandikwa na zimehifadhiwa katika lugha ya Kilatini. Kwa sababu huyu papa wa kwanza ambaye ni Mtakatifu Petro alikwenda Roma, na lugha ya kwanza ya Warumi ni Kilatini. Ndio maana lugha mama ya kanisa Katoliki
mpaka sasa ni lugha ya Kilatini, na ndio maana makardinali walitumia lugha ya Kilatini katika kuwapa muda mfupi kabla ya kufanya uchaguzi wa kumchagua Baba Mtakatifu. Ingawa sina maana kwamba kanisa lote duniani watu waanze kusali Kilatini, hapana. Kuna swala la utamadunisho. Ndio maana Tanzania tunasali Kiswahili, ukienda sehemu zingine Kifaransa, ukienda sehemu nyingine Kitaliano. Lugha ya maharia inakubalika, lakini lugha rasmi pale Vatican, makao makuu ya kanisa Katoliki, ni lugha ya Kilatini. Mara baada ya mazishi ya hayati Baba Mtakatifu Francisco, manake baada ya mazishi, baada ya kifo tu cha hayati Papa Francisco, ni kwamba kiti cha Holy See kilikuwa wazi, na hivyo mazishi yalivyofanyika yakakamilika. Kilichokuwa kinafuata ilikuwa ni uchaguzi wa kumpata mrithi wa hayati Baba Mtakatifu Francisco, harifa wa Mtume Petro na vika wa Kristo hapa duniani. Mchakato ni ule ule kama nilivyoeleza kule nyuma, kwamba walianza kwa misa takatifu, wakafuata na nitafakari mbalimbali. Umesema mwenyewe hapa, wakaanza viapo vya kutunza siri na kuanza kushawishika, kuanza kupiga kampeni. Mimi napendekeza fulani na nini. No, hapana. Unaapa kiapo cha kutunza siri. Hata kama ulikuwa unamfahamu kardinali fulani, alisha kutendea labda wema fulani, au mlisha soma naye mahali fulani, huo ufahamu ulio nao kabla ya kupiga kura unauweka pembeni na unamsikiliza Mungu Roho Mtakatifu anavyokueleza. Na je, huyu unayempigia kura kutoka katika uketo wa moyo wako na dhamiri yako kabisa, kwamba huyu kwa kweli tukimkabidhi ofisi hii ya kuwa papa, kumkabidhi hizi funguo za Mtume Petro, atalipeleka kanisa la Kristo kwa kadri ya Kristo mwenyewe anavyotaka. Ndio maana mchakato ulianza vile, na kama nilivyokwisha waeleza, wakaingia kwenye lile kanisa, ibada zikaendelea. Kama mlifuatilia vizuri, misa iliendelea. Ilipoisha ile misa, mtu anayeshughulikia na utaratibu huo sasa wa uchaguzi alitangaza kwamba wale ambao hawana sifa za kushiriki katika uchaguzi, tunaomba watoke nje. Mliona walitoka nje wale wa makardinali wazee waliozidi miaka 80, walikuwemo maaskofu wakuu, wakatoka mle ndani. Wale wakabaki tu wale 133 makardinali ambao walikuwa na vigezo ambavyo nilishawaeleza huko nyuma, kwamba lazima walau miaka yako iwe haijazidi miaka 80. Walikuwa makardinali 133 ambao ndio walibaki ndani mle, na mliona wenyewe baada ya kubaki wale wenye sifa za kushiriki kwa uchaguzi wa Baba Mtakatifu, mlango ulifungwa. Na ulipofungwa mlango, basi zoezi la kupiga kura lilianza. Likaanza raundi ya kwanza. Mnafahamu ilikuwa ni mchana nadhani. Ile siku ya kwanza hatukufanikiwa kumpata Baba Mtakatifu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vigezo na masharti havikufikiwa. Inawezekana hakupatikana aliyepata theluthi mbili ya zile kula 133 ambao nadhani ni kama kula 89 hivi au 88 kitu kama hicho. Hiyo inaweza kuwa ni kweli ni sababu ya kwanza. Ndio maana siku ya kwanza ilikwenda bila mafanikio. Inawezekana pia alichaguliwa kula zikafika hizo theluthi mbili, akaulizwa akakataa. Inawezekana. Kwa mantiki hiyo, kama alifikisha theluthi mbili akakataa, maana yake hatukumpata Baba Mtakatifu. Na pengine theluthi mbili ya zile kura zote zilizopigwa hazikutimia, ni sababu kwamba ni kweli hatukumpata Baba Mtakatifu. Na ndio maana moshi mweusi ulitoka juu kwamba mpaka sasa hivi zoezi la kumpata Baba Mtakatifu limekwama. Na kesho yake kulikuwa kuna mizunguko miwili, kama mnafuatilia vizuri. Yote ile haikutoa matunda. Kilichokuja kutoa matunda ni ile mzunguko wa mchana wa siku ya pili, kama mlikuwa mnafuatilia vizuri. Ndipo moshi mweupe ulivyotoka kule juu. Na ndipo wale walikuwa pale Vatican, maeneo ya viwanja vya au viunga vya kanisa la Mtakatifu Petro, walishangilia nderemo na vifijo baada ya kuona ule moshi mweupe umetoka kule juu. Walijua kabisa kwamba tumempata Baba Mtakatifu. Nadhani zilifanyika raundi kama ya kwanza jioni,
asubuhi 2, mchana 1, raundi 4. Atakutana na changamoto tofauti. Wakati wa Leo wa 13 yeye kwenye karne ya 19 yeye alikutana na haya mapinduzi ya viwanda na nini, lakini huyu sasa nadhani huyu ana changamoto zaidi kwa sababu ya ukuaji wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo changamoto zake huyu Leo wa 14 zitatofautiana kidogo na Leo wa 11. Leo hii tunaongelea juu ya sayansi na teknolojia na changamoto zinazosababishwa na ukuaji wa sayansi na teknolojia ambao wakati wa Leo wa 13 hazikuwepo, si ndio? Kwa hiyo kuna changamoto, huyu anakutana na changamoto za kisasa. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa hii akili mnemba, artificial intelligence. Hii nayo inaleta vurugu, zina uzushi mwingi, watu wanazusha mambo na usipokuwa makini unaweza kuvurugwa na akili mnemba sasa hivi. Kwa hiyo kuna vitu changamoto kama hizo. Kuna changamoto kwa mfano za utoaji mimba. Ni changamoto sasa hivi. Watu kutoa mimba wanaona ni kawaida tu, kitu ambacho ni dhambi, ni kuua. Kuna changamoto. Kuna changamoto za siwezi kuziita ndoa za jinsia moja, tuseme mahusiano ya jinsia moja. Ni changamoto tunazokutana nazo katika ulimwengu wa leo. Kuna ajira za watoto. Kuna changamoto kwa mfano wakimbizi kule Ulaya sasa. Watu wanavuka bahari ya Shamu, wanavuka mibahari ya kutisha kutafuta maisha mazuri. Kuna swala la vita. Kama umefuatilia adhimisho la misa takatifu ya hivi karibuni, misa yake ya kwanza akiwa na makardinali, amesema sana juu ya kujenga haki na amani, kwamba ulimwengu wa sasa hivi umejaa vurugu, thamani ya utu. Ameongelea hiyo. Na katika mahubiri yake amekazia kwamba viongozi wa kanisa Katoliki au viongozi wa dini zote sasa hivi lazima wakae chonjo, wasimezwe na sayansi na teknolojia, wasimezwe na tamaa za mali. Dunia ya leo inapenda mali, kujilimbikizia mali kwa gharama ya wengine. Unaona vitu vya namna hiyo. Wasilewe madaraka, tamaa ya madaraka, na starehe za kidunia, kujilimbikizia mali. Umesikia nani rais wa Marekani juzi amesema anahalalisha kuwafukuza watu wanaotoka katika nchi maskini warudi kule nyumbani walikotoka, ili waende wakashauriane na viongozi wa nchi zao juu ya utumiaji mzuri wa rasilimali za nchi kwa faida ya wote. Kwa hizo ni changamoto ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakumbana nazo. Ukienda DRC Congo, vita vinaendelea, watu wanapoteza maisha. Nenda Sudani pale inawaka moto. Kuna Ukraine na Urusi, watu hawalali, watu wanaumia. Nenda ukanda wa Gaza pale, uone jinsi watu wanavyoteseka, kati ya Israeli na hawa Hamas, kati ya Israeli na hawa Hezbollah, kati ya Israeli na hawa Houthi wa Yemen, Marekani na Yemen. Vitu vya namna hiyo, umaskini unaongezeka pia. Kwa hiyo hayo yote ni machangamoto ambayo yako mbele ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambayo tunamwombea aweze kuyashughulikia kwa uzuri na kwa mafanikio ya kila mmoja wetu anayeishi hapa duniani. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo atakumbana nazo. Kwa kweli kwanza tunamshukuru kwamba kanisa limepata kiongozi ambaye tunategemea atatuongoza vizuri kiroho na kimaadili. Mimi sina shaka hizi changamoto zinazopatikana duniani hata Tanzania zipo, kwa sababu Tanzania sio kisiwa, ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu kwamba tumepata mchungaji mkuu atakayetuongoza katika imani yetu, katika kanisa letu, mwisho wa siku atufikishe katika uzima wa milele ambao ndio ndoto ya kila mmoja wetu. Lakini pia tunaamini atatetea maskini hata Tanzania wapo. Kwa hiyo mimi nadhani tunapaswa kumshukuru Mungu kwamba tumepata mtu atakaye tu guide katika maadili pia. Maana yake dunia inayumba sana sasa hivi. Kuna masuala ya ushoga, kuna masuala ya utoaji mimba, kuna masuala ya dhuluma, kuna vurugu zinazoendelea, mitafaruku isiyokuwa na maana. Hata Tanzania hatuko salama sana, unasikia watu wanavutana, vyama vya siasa vinavutana. Tunaingia katika uchaguzi. Kwa hiyo na sisi lazima tumweke katika maombi, atuombee na atuelekeze vizuri ili tuweze kuvuka salama katika mwaka huu wa uchaguzi 2025. Walao ndio hayo mimi ningeweza kutegemea kwamba tutafaidika, kwa sababu ni kiongozi wa kanisa. Sasa kama kiongozi wa kanisa na sisi wa Tanzania ni kiongozi wetu pia. Walao hayo ndio ningeweza kutarajia.
Mimi kitendo hicho sijakifurahia. Ndio hicho nimesema moja ya changamoto ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 atapambana nacho ni akili mnemba, artificial intelligence. Hiyo wametengeneza hiyo. Sayansi na teknolojia wanatengeneza, wanaweza kuchukua picha ya mtu wakamwekea maneno wakarusha likaenda hewani. Lakini ni matumizi mabaya ya sayansi na teknolojia. Kanisa Katoliki linakubali kabisa matumizi ya mambo ya vyombo hivi vya mawasiliano. Linakubali social media, linakubali electronic media, linakubali print media. Na Kanisa Katoliki aliko nyuma katika matumizi ya vyombo vya upashanaji habari. Ndio maana kuna waraka ulitoka ule wa Intemi Rifika kwamba kanisa litumie vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya kuinjilisha. Lakini kwa ajili ya kuinjilisha, kwa ajili ya kumstawisha mwanadamu, vikitumika vizuri vitamuendeleza mwanadamu, vikitumika vibaya vitamwangamiza mwanadamu. Na tayari matumizi mabaya yameonekana. Tangu lini Mheshimiwa Rais wa Marekani Donald Trump atavalishwa nguo za kipapa? Zile nguo za kipapa ni nguo za kanisa, ni nguo za ibada. Zina heshima yake. Hizo ni sakramenti. Sasa kama Rais Trump anavaa, mimi nadhani matumizi mabaya ya vyombo vya habari. Na hiyo itakuwa ni artificial intelligence wametengeneza wakarusha. Lakini Trump hawezi kuwa, Trump sio Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu ni Leo wa 14. Kwa hiyo sasa sijui kwa nini wamefanya hivyo, si kwa nia njema au kwa nia ya kuvuruga au labda furaha ili wazidi wa Marekani wakatengeneza, sijui. Lakini binafsi mimi nasema kwa nafsi yangu, si kwa niaba ya Jimbo Kuu la Tabora, kitu hicho si kizuri na hakikupaswa kufanyika vile, kwa sababu nguo za Baba Mtakatifu zina heshima yake na si kila mtu anaweza kuvaa au kuvalishwa. Na mimi naamini Trump hakuvaa zile nguo, isipokuwa wametengeneza tu hawa watu wa sayansi na teknolojia wakitumia akili mnemba, basi waweze kwa maslahi binafsi, sijui kwa faida ya nani, nadhani kwa faida yao wenyewe tu. Siwezi kulisemea sana jambo hilo kwa sababu kwanza polisi wanaendelea na upelelezi. Naogopa nisije nikaingilia upelelezi ukawa nikaanza kufanya kazi ya upelelezi wa vyombo vya dola kwa mgumu. Lakini ninachoweza kusema, jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Nitaongelea zaidi jeshi la polisi. Jeshi la polisi lina wajibu kikatiba, lina wajibu wa kulinda raia na mali zao. Sasa kama raia wanaanza kuvamiwa, kwa mfano Padri Kitima alivamiwa pale, nadhani wito wangu kwa jeshi la polisi ni kuimarisha tu ulinzi dhidi ya raia wote na si viongozi tu wa dini, kwa sababu sisi wote tuko sawa mbele ya sheria. Sisi wote ni binadamu, sisi wote ni raia wa Tanzania. Na hivyo wito wangu mimi ni jeshi la polisi liimarishe tu ulinzi, lihakikishe kwamba watu wanakuwa salama na mali zao wanakuwa salama. Na Tanzania ina historia ya kuwa nchi yenye usalama, watu tunapendana, tunaitana ndugu, na hakuna sababu yoyote ya kubadilisha hiyo taswira au picha yetu huko duniani. Ukienda duniani, nchi za nje, Ulaya na huko Afrika ya Kaskazini, Tanzania inafahamika kwamba ni nchi ya watu wastaarabu, watu wanaopendana, wanaopenda wageni. Sisi kwetu hakuna shida. Ukiwa Mnyamwezi ukaenda kujenga Singida unaruhusiwa, ukaenda Moshi unaruhusiwa kujenga. Ukienda mkoa wa Mara unaishi popote pale, unaishi, cha msingi tu zivunje sheria. Kwa hiyo mimi tukio la Padri Kitima kweli lilinisikitisha, na hivyo bado nina matumaini kwamba jeshi la polisi litawapata waliofanya uhalifu, kwa sababu ni jinai, na jeshi la polisi la Tanzania mimi naliamini bado linaweza kuwa kamata. Nadhani sasa hivi linaendelea na shughuli za kutafuta nani aliyefanya, na litawapata. Tuna imani hiyo, na likishawapata nadhani itawapeleka mbele ya vyombo vya sheria na sheria itachukua mkondo wake. Hilo ndio naweza nikasema juu ya usalama wa raia wa Tanzania na mali zao. Mimi wito wangu kwa Wakristo wote, Wakatoliki wote, watu wote wenye mapenzi mema, raia wote wa Tanzania na duniani, tumwombee huyu mchungaji wa Kanisa Katoliki duniani aweze kutuongoza kwa kadri Mungu anavyotaka, na mwisho wa siku duniani hapa basi iwe ni mahali salama kwa kila mtu, furahie maisha katika nchi yake, na baada ya maisha haya sisi wote tuweze kupata uzima wa milele. Huo ndio wito wangu kwa watu wote, kumwombea huyu mchungaji mkuu
Papa wetu Leo wa 14. Vinagusa maisha yake moja kwa moja. Papa Leo wa 14 yeye ni msomi ambaye amesoma masomo ya hisabati. Mtaalamu wa hisabati, filosofia na sheria za kanisa. Ana degree ya udaktari, mnaita uzamivu. Uzamivu ni PhD. Yeye ni ana degree ana PhD ya sheria za kanisa. Na katika kuwa na mtaalamu wa sheria za kanisa tunategemea basi atakuwa ni mtu mwenye kufuata taratibu na sheria za kanisa zinavyoongoza. Baadhi ya vitu vyake anavyovipenda, yeye anapenda maskini, kuwasaidia maskini na fukara. Hiyo tangu alipokuwa padri alijihusisha sana na mambo hayo. Na hata nyakati fulani hivi alikuwa anahatarisha maisha yake kwa kutetea wahanga wa vita na wakimbizi. Lakini pia Baba Mtakatifu ni mnyenyekevu, asiyependa makuu. Daima alikuwa akisikika akisema ni mama yake ndiye aliyemfundisha kusema na Mungu. Sifa nyingine, huyu Baba Mtakatifu ana kipaji cha lugha. Yeye anaweza kuongea lugha 7 za kimataifa bila kusita, bila mkwaruzo. Na alifanya hivyo makusudi ili aweze kuwafikia watu wengi katika nchi tofauti tofauti wanaoongea lugha tofauti tofauti. Kumbe sifa nyingine ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, anaongea lugha 7 za kimataifa. Si kitu rahisi, watu wengi wanaishia tu Kiswahili na Kiingereza, wengine Kiswahili na Kifaransa. Yeye anaongea lugha 7 za kimataifa. Alafu ni jasiri. Pakitokea kuna vurugu zozote, yeye daima atasimamia ukweli. Nadhani ndio maana amemchagua Leo mkuu, kwa sababu naye Leo mkuu alikuwa anasimamia ukweli daima. Sifa nyingine ni mcheshi, mchangamfu. Sifa nyingine, ana ibada kwa Mama Bikira Maria. Akiamka asubuhi lazima aanze na ibada ya Rozari takatifu, na kabla ya kulala atasali Rozari ya Mama Bikira Maria. Pia anapenda vijana. Sifa nyingine, anapenda vijana. Akiwa askofu kwenye jimbo lake, kuna wakati mmoja alitamka vijana hatupaswi kuwafundisha tu, bali tunapaswa kukaa nao na kuwapa nafasi ya kuwasikiliza. Kumbe yeye kuna siku moja akiwa askofu katika jimbo lake alikesha akijibu maswali ya vijana ambao walikuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu. Pia ni mwandishi mzuri wa tafakari mbalimbali za kanisa. Ni mtu mwenye kusimamia maamuzi ingawa kwa ukimya. Ni mtu mwenye msimamo. Unasema Kiingereza, he is both firm but gentle. Amechagua jina la Leo kama nilivyoeleza, hayo tumekwisha yaona, akiwa na lengo hilo. Ndio hayo machache nilitaka niongezee muweze kuona kwamba basi ni kwa nini yeye ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo atakapoanza kujitokeza katika hizo sifa msije mkashangaa. Lakini pia niongezee kuhusu kubadilisha jina. Kubadilisha jina lilianza mwaka 533 mwaka wa Bwana. Pale ambapo Askofu Makarius alibadilisha jina lake na kuitwa Yohana. Ni mapokeo kwamba ni mtu mpya